kwa wema, kushinda ubaya kwa wema. Naposema ubaya, kuna mambo mengi ambayo yametuzingira katika maisha yetu. Neno hilo ubaya linasimama upande wa huyu Ibilisi ambaye kila wakati angependa hata leo tusio hapa kanisani. Na tunapoangalia ubaya umekuwa mwingi sana, hata kiasi umekuwa ni kama sasa desturi katika maisha ya Kristo. Ndio sababu Paulo akaandika kitabu hiki kuwa usishindwe na ubaya, bali jaribu kushinda ubaya huu kwa wema. Na ubaya ambao tunawaangalia, nimesema umekita mizizi. Ubaya umechukua nafasi kuu katika maisha yetu, na ndio sababu kuna vita kila wakati kati ya waaminio na wasioamini. Naposema wasioamini, huu ni Ibilisi ambaye anatupiga vita katika njia mbalimbali. Kwa sababu hiyo, mambo mengi hayaendi vile tunavyotaka, japo tunataka yaende vile tunavyotaka. Mwanadamu ameona ubaya mwingine umekuwa ni kama ni uzuri. Tunaangalia kuna mambo ambayo yanatufanya tuone ubaya kama ubaya. Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo yanafanya tuone ubaya kama ubaya, na kuna mambo ambayo yanafanya tuone ubaya kama si ubaya. Na ndio sababu katika hali ya kushinda ubaya, Kristo anahitajika mambo fulani akaweze kuyatimiza katika maisha yake. Niliposema kwa vita vyetu sio vita vya mwili na nyama ama na damu, lakini vita vyetu ni kwa sababu ni vita vya kiroho, na mambo ya kiroho hatuyaoni kwa macho yetu. Haleluya. Utaangalia na kuyaona, lakini yako ndani yako, yanakutekerenya ukaweze kuyatenda mambo ambayo Mungu anataka. Na pia Ibilisi yuko hapo na vita vyake, anajaribu kukutekerenya ukaweze kumwangalia kama yeye pia anakuletea mambo mazuri. Kwa hiyo kuna watu watumishi wa Mungu ambaye Mungu aliwapatia nafasi kama sisi, ili tukaweze kutofautisha na tukaweze kuangalia ni wapi ambapo tunaweza kukimbilia, maana hatuwezi wenyewe kama sisi. Lakini kwa sababu hiyo tunaona kuwa Mungu anatupatia support kila wakati, anasimama upande wetu ili tukaweze kuona ubaya haraka. Nimesema mwingine hauonekani, yaani utaona ni kama maziwa na tui. Ukiweka tui na maziwa pamoja ama mbali, unaweza kufikiri ni pacha, lakini wale ambao wanajua sema hii harufu hii ni harufu ya maziwa na harufu hii ni harufu ya tui. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo huo ubaya tunaoona unataka kufanana na uzuri, so we have to be very careful to which route are we taking to reach where God is. Lazima tuwe tahadhari kubwa, na hatuwezi kuifanya hii. Kuna vipengele ambavyo tutaviangalia kuwa hivi ndivyo vitafanya mtu akaweze kuona ubaya na kushinda ubaya. Bwana asifiwe. Amen. Nimesema kwa macho yangu siwezi kuona, vingine vinaonekanika na vingine hatuwezi kuviona. Ukiona mlevi ni rahisi kutambua ni mlevi, si ndio? Lakini mtu wa fitina, jambo ambalo liko ndani yake
si rahisi kulitoa. Mtu wa tamaa mbaya huwezi saa zingine kujua, lakini kwa sababu hali hiyo ndio Mungu anatuambia jinsi ya kuweza kujiepuka na kushinda ubaya huu ambao tunauona. Hebu tuangalie mara ya kwanza kuwa kuna kukutana na Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kukutana na Mungu. Tutaangalia jinsi gani unaweza kukutana na Mungu ili Mungu akakuonesha, akakupa ushindi wa vita hivi ambao ni vikali. Unapokuwa unashinda, lazima kumekuwa na vita. Hautashinda kama hakuna vita. Kama hakuna vita, mfano timu mbili zinaenda kucheza na moja haikuja, hii inaitwa walkover. Si inaenda tu sababu hakuna mpinzani. Lakini wakati kunakuwa na mpinzani, hapo ndipo kunaanza vita. Na ndio sababu sisi kuishi kwetu kuna mambo ambayo lazima vita viwepo, na tupigane vita kama Kristo tukaweze kufika huko tunakotaka. Kwa hivyo kipengele cha kwanza ni kukutana na Mungu. Bwana asifiwe. Tuangalie kitabu cha Mwanzo 32. Aliyepata Mwanzo 32:24 mpaka 30. Genesis chapter 32:24 up to 30. Biblia inasema hivi: Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mieleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimguza panapo uvungu wa paja lake. Ukateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo, ila Israeli, maana umeishindana na Mungu na watu nawe umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Yakobo akapaita mahali pale Penueli, maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso, na nafsi yangu imeokoka. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtumishi wa Mungu Yakobo ambaye habari zake tunazipata katika kitabu cha Mwanzo. Yeye alikuwa mwana wa Isaka. Yakobo tunaambiwa kuwa alikuwa ni kakake mdogo wa Esau, ambaye walikuwa watoto wa Rebeka wote. Lakini kuna wakati ambao mambo yataka kutendeka, na Yakobo akanyakua baraka za huyu wa kwanza, na katika hali hiyo ukawa na vita kati ya huyu mkubwa na mdogo. Na mama yake ambaye alikuwa kati ya hii vita akamshauri huyu mtoto wake mdogo atoke aende kwa mjomba wake ili aishi huku, ili hasira za huyu ndugu yake zikaweze kupoa. Sasa alipokuwa anarudi, alikuwa kuna kitu kilikuwa kinamuumiza katika maisha yake. Alikuwa anajua kuwa anaenda nyumbani, na huku nyumbani bado kuna matatizo ambayo ndugu yake angeyakumbuka wakati fulani. Kwa hivyo wakati fulani akiwa peke yake, Biblia inasema kuwa akiwa peke yake akawa usingizini. Na katika hali hiyo akaja mtu, Biblia inasema kuwa akaja mtu
na huyu mtu akaanza kumenyana. Yakobo akaanza kumenyana, na walimenyana muda mrefu sana, mpaka karibu uwe asubuhi. Kwa ni muda mrefu sana, na kwa sababu huyu mtu hakutaka mchana ufike akaweze kuonekanika, akanambia niache niende. Lakini Yakobo asema hapana, sitakuacha uende, lazima kwanza unibariki. Bwana asifiwe. Akakataa kabisa. Yakobo alijua kuwa huyu naye menyana naye ana baraka ambazo anaweza kuniwekea katika maisha yangu. Kwa hivyo akamuuliza, jina lako nani? Akasema, jina langu ni Yakobo. Akamwambia, kuanzia leo hutaitwa Yakobo tena. Akambadilishia jina lako ni nani? Jina langu ni fulani. Hautaitwa mtoto wa shetani tena, leo unaitwa mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu. Haleluya. Yakobo aliomba, aliulizwa, na akasema mimi naitwa fulani. Nyakati hizo tukiwa huko nyuma tuliitwa majina kama hayo, maana hatukujua Mungu ana uwezo wa kufanya jambo. Kwa hivyo Yakobo akatamka kama ombi lake, naomba unibariki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaposema kukutana na Mungu, hapa ni katika hali ya kuomba. Wapendwa, huwezi kukutana na Mungu bila maombi. Leo tunakutana na Mungu kwa sababu ya maombi. It is the prayers which push us close to God. Ni maombi ambayo yanatupeleka karibu na Mungu. Bwana asifiwe. Na mambo kama tunaona kwa Yakobo, wakati huo ilikuwa ni vita vikali sana, mpaka yule mtu ama malaika akamtegua mguu wake, akaanza kuchechemea ili apate uchungu na mwate. Lakini pia Yakobo hakumwacha, lazima unibariki. Bwana asifiwe. Yakobo aliona ubaya ambao alikuwa nao haungeweza kumfaa katika maisha yake. Jina lake hili Yakobo halikuwa na sura nzuri katika maisha ya Mungu. Ninaitwa Yakobo. Ndio akamwambia kuwa leo hii hautaitwa Yakobo. Kwa hivyo tunaona kuwa katika kama sisi kama Wakristo kuna mambo ambayo lazima tuwe nayo tunapokutana na Mungu. Najua mambo ya maombi ni kazi ngumu sana. Katika maombi kuna ile kujinyima wakati, kujinyima chakula, kujinyima mambo mengine mengi. Bwana asifiwe. Unajinyima haya kwa sababu kuna kitu ambacho unatafuta, kushinda ubaya. Haleluya. Maana ubaya umetuzingira kila mahali, unataka kushinda ubaya. Na ubaya utaushinda tu kwa sababu moja, maombi, kuwa karibu na Mungu. Watu wa Kristo lazima tuwe tayari kila wakati. Mimi ninao. Jumapili peke yake bado haitoshi. Bwana asifiwe. Haijatosha kuongea na Mungu, maana hapa ni shughuli ambazo tunazipigania tukiangalia pia wakati. Lakini unapokuwa peke yako, inaweza kuwa Yakobo alikuwa peke yake. Alikuwa peke yake. Mungu anakutana nawe ukiwa peke yako. Maana ukiwa peke yako ndio wokovu wako unahesabika sasa. Wokovu hauhesabiki kanisani. Sawa, lazima tuje kanisani tukaweze kuwa refreshed. Tuumbike kila wakati. Ni kama gari linatembea. Hapa ni kama workshop. Lazima tuwe hapa tukaweze kutengenezwa kila wakati. Lakini unapokuwa peke yako, hapo ndipo wokovu unaanza. Yakobo alikuwa peke yake. Na akamwambia Mungu, akamwambia malaika kuwa mimi naitwa Yakobo. Kwa hivyo leo hii kushinda ubaya lazima ukawe mtu wa maombi. Mtu akutana na Mungu kila wakati.
Unapotembea unatembea na Mungu. Unapowaza yale mawazo yako mengine ambayo yamekuwa mabaya, haya ndiyo mawazo ambayo Mungu anataka kuyatengeneza. Yakobo alijua kuwa hapa kwa Mungu kuna uzuri, na uzuri huu utaifanya nikaweze kushinda ubaya ambao niko nao. Kwa hivyo wapendwa, kitu cha kwanza lazima tuwe watu wa maombi. Haleluya, amen. Lazima mimi ninawe tukajinyime wakati fulani, tukajinyime mambo mengine ya muhimu sana tunayoyaona, ili tukaweze kuongea na Mungu wetu. Hapo ndipo utaona baraka zako zinaanza. Yakobo alipata baraka alipokuwa peke yake. Yakobo alisema mimi naitwa Yakobo, lakini akaambiwa leo hutaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Leo Mungu anabadilisha jina lako unapokuwa peke yako. Wewe hutaitwa hivi, sasa utaitwa hivi. Bwana asifiwe. Amen. Kitabu cha Galatia 5 ukiangalia kuanzia 19 inatuambia matendo maovu ya mwanadamu. Hayo matendo sio kwa ng'ombe, hayo matendo sio wanyama wengine, ni matendo yetu. Haya matendo yamejificha ndani yetu, na unapokuwa peke yako kwa maombi, Mungu atakutegulia, atakutoa mahali fulani na kukuleta mahali fulani. So kushinda ubaya, lazima wewe kama Mkristo ukaweza kupata nafasi. Kushinda ubaya, wewe kama muumini, wewe uliamini Mungu, ulioitwa mwana shetani, leo hii unaitwa mwana wa Mungu. Umepewa mamlaka ya kuweza kuongea na baba yako aliye juu mbinguni, ili ukaweze kushinda ubaya huu kwa wema ambao unautenda wa kutafuta Mungu. Kwa hivyo lazima tukaweze kuwa watu wa maombi. Haya mambo ni rahisi. Ilikuwa wakati fulani nikisema wokovu ni kitu rahisi sana, na wokovu ni kitu kigumu sana. 100% easy, 100% very hard. Wokovu kwa hivyo ni rahisi sana 100%, na ni ngumu sana 100%. Maana moyo kukubali ni rahisi, lakini pia ni vigumu wakati fulani kama umekaza moyo wako sana. Kwa hivyo lazima uachilie moyo wako na ukaweze kukubali, lakini kuachilia moyo ndio shida. Ndio sababu sisi tulio hapa, kuna wakati fulani tuliachilia mioyo yetu. Mungu, hebu finyange unapotaka wewe, ufanye niitwe mwana wako. Nikitembea Baba, wacha nikaone uzima wako na niitwe mwana wako. Haya yanatendeka wakati unaongea na Mungu Baba yako aliye juu mbinguni. He is your Father in heaven. Hapo ndipo unaona mazuri yanaanza kwako. Hapo ndipo unaona mambo yanafunguliwa, mipango yako inaanza kuwa shwari, inaotamanisha watu wengi. Kwa hivyo jambo hili la kukutana na Mungu ni jambo ambalo lazima tuliwe katika maanani. Mimi ninawe kuwa katika maisha yangu, ubaya ambao uko ndani yangu huacha, lazima nikutane na Mungu. Bwana asifiwe. Pili, lazima tukaweze kuangalia kuwa na imani. Biblia inasema imani ni kitu kidogo tu, lakini kitu ambacho kinatarajiwa katika kitabu cha Ibrania. Yaani ni jambo ambalo ni dogo sana, lakini linapokuwa ndani yako linazaa na kuzaa
na utukufu wako unaonekana. Hebu tuangalie katika kitabu cha Samueli wa kwanza 19:17-9. First Samuel 17:9. Samueli wa kwanza 11:17 mstari wa 9. Kama ukiweza kupigana nami na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenu, nami nikimshinda yeye na kumuua, ninyi mtakuwa watumwa wetu na kututumikia. Bwana asifiwe. Tunaangalia hapa hadithi ya huyu kijana wakati alikuwa kijana Daudi. Mungu alikuwa upande wa Sauli, lakini kulikuwa na kabila nyingine ya Wafilisti. Wafilisti walikuwa ni watu ambao kila wakati wanataka kuangamiza watu wa Mungu, na walikuwa ni kama wachokozi. Lakini wakati huo, enzi hizo, ilikuwa ni kama ni vita, ni vita. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kulikuwa na Mfilisti mmoja ambaye alikuwa ni jitu linaitwa Goliathi wa Gathi, jitu ambaye alikuwa dude la mtu pande, yaani ungeliona ungetetemeka, sema na huyu kweli. Na akawadharau watu wa Mungu sana, akawafanya watabike kwa matusi ambayo alikuwa anawapatia kwa dharau. Unajua mtu akikudharau anasema lolote, hajui hapa ni mpaka, anaenda kila mahali. So wakati huo huyu Goliath, kwa sababu alijisikia ni mtu wa maana sana pande la mtu, hakungeweza kuwa mtu kama huyo huko Israeli. Kwa hivyo alijisikia sana kuwatonesha hawa watu kila wakati wajisikie kuwa wanaumia mahali fulani, na akaendelea kuwatusi. Biblia inasema kuwa ukianza Mwanzo, siku moja Daudi akaambiwa na babake Yese, nenda wapelekee nduguzo chakula huko vitani, maana ilikuwa ni vita huko. Lakini kijana alipokwenda, nafikiri maneno alikuwa hajasikia. Siku moja alipokuwa huko akasikia haya maneno, jitu hilo likasimama tena na akasikia mwenyewe akiwatusi watu wa Mungu, akiwaongea mabaya watu wa Mungu. Huyu mtoto akashikwa na ile hasira kali sana, uchungu mkubwa sana. Nduguzi wakamwambia kwa wewe mtoto, unajua wewe ni mtu wa hasira sana, lakini ukiangalia ile dude uliwezi bwana, maana alipovaa amevaa kivita, mtu mwenye miraba mingi, mkono wake kama ni paja la mtu. Huo ndio mkono, yaani angekushika namna hii, angekufinya tu na kufinya pamoja na unakwenda hivi. Kwa hivyo huyu kijana, kwa sababu imani yake ilimuombe, mtu huyu hawezi kuendelea kutuonesha udhaifu wa aina hii wakati sisi ni watu wa Mungu aishie. Amen. Kwa imani uliyokuwa nayo, kwa imani uliyokuwa nayo, kwa imani ulio nayo, mambo makuu yanaweza kutendeka. Amen. Biblia inasema kuwa huyu kijana akajitokeza, na kabla hajitokeza Sauli akaongea, mtu yeyote ambaye atafanya nitampatia zawadi. Huyu kijana akaenda mbele ya Sauli na akavalishwa kijeshi, kwa sababu jeshi
hautaenda na mikono mitupu. Utavaa vitu ambavyo vinahusika na mambo ya vitu. Lakini alipotembea hatua mbili akasema, hapana, hii vitu sijavizoea. Na ni kweli hajavizoea. Lakini alikuwa mwambia Sauli kwa mimi ni mlinzi tu, mimi ni mtu kama mchungaji, nachunga tu kondoo. Lakini kuna siku moja simba alikuja, anashuhudia sasa mambo ambayo aliyatenda. Pendwa, unaweza kushuhudia mambo ambayo uliyatenda ili shetani aone kweli uko na ukakamavu. Ndio sababu tunasimama hapa kushuhudia, sio kwa sababu ya kujionyesha. Tunataka kumwaibisha shetani kuwa yeye sio wetu. Kijana kama sema, pana mimi kuna wakati nilikuwa nachunga kondoo, simba akaja, dubu akaja, wote niliwaua kwa mikono yangu. Maana angeshika simba na kumararua mdomo namna hii. Kijana mdogo anaongea. Nafikiri Samuel alifikiria sana. This is a unique boy. This one is a unique boy. Ndio sababu wewe kama Mkristo kuna mambo ambayo utajisikia dhaifu sana, lakini akiwa ndani yako yana ufunuo ya ajabu. Amen. Imani ulio nayo sio imani teketeke ndogo, lakini inaweza kukufanya ukafanya jambo kuu ambalo Mungu anapendezwa nalo. Amen. Sasa huu ubaya ambao watu walikuwa wanaupata, ilikuwa inamuuma sana huyu mtoto, sema hapana, mimi lazima niende. Siwezi kusikia mambo kama haya. Wapendwa, usijaribu kusikia watu unajua kuna wakati fulani watoto ambao wamesoma sana huko chuo kikuu ama vyuo vikuu, huwa anasema huwa kunakuwa na debate saa zingine wasomi. Sasa unajua huko ndio kuna kusomi, si ndio? Ukifika tu hapa chini ndio umeanza. Wana debate natokea, watu wanasema hakuna Mungu, wengine nasema kuna Mungu. Kunakuwa na debate kali sana mpaka unaona wale ambao wanasema hakuna Mungu wanashinda. Leo sisi tumeshinda kwa sababu hakuna Mungu. Sasa nyinyi ambao mnasema kuna Mungu, hebu mje upande wetu. Kwa hivyo katika mambo hayo watu wanaanza kuwaza. Mtoto akasema kuwa mimi nilifanya hivi, mimi nilifanya hivi. Akatoa zile nguo akaanza safari. Nakumbuka wakati fulani mimi nikiwa primary standard 7 kuanzia 6 nilikuwa na present, ninawakilisha Coast Province kwa mchezo wa mpira wa miguu. Wakati huo tunapimwa na 4.6 feet. Naenda intermediate, nachezea watoto wadogo na kuna wakubwa. Sasa nikiwa 6, nikiwa 7 tayari nilikuwa nimechukua jina. Sasa nikiingia form 1, watu ambao walikuwa wananijua kanambia, hapana, kuna mtoto ameingia hapa anatoka SDA Primary School Changamwe, muangalie sana. Nimeona jina lake pale kwa listi. Huyo mwalimu wa mchezo Mr. Kasu akatafuta siku moja, akaja 1Q. Alipokwenda mbele ya Goliath alimdharau na akaanza kutoa yale maneno yake ya kawaida. Wewe mtoto unaniichia na fimbo na nini? Wewe unafikiri mimi ni ndege? Akaongea yake ya kawaida, naye akasema hapana, mimi wewe unakuja hivi, mimi nakuja na Mungu aishie. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo hiyo imani yako ndogo, hiyo imani ndogo Mungu anaweza kuitumia kuharibu ubaya wote ambao unaweza kuwa ndani yako. Amen.
imani ndogo hiyo ulio nayo, Mungu anaweza kuitumia hata ukaambiwa kuwa utasogeza hata mlima. Amen. Kwa hivyo Biblia inasema kuwa huyu kijana akachukua fantili yake ama panda, akaweka jiwe na akazungusha, vita vimeanza. Hapo akatua sasa, Wafilisti kwa upande ule wameleta jemedari wao, Waisraeli wako huku wote wameleta huyo kijana, wamekutana wawili sasa. Wafilisti wanasema, hata walikuwa wanasema hii ni kama walkover, hii tumeshinda, waanze tu kusherehekea. Na hawa walikuwa hata hawana imani pia, mwana wefuno huyu mtoto kweli ataweza? Lakini mtoto amejitolea, ameenda pale, amesimama, na vita vikaanza. Akazungusha hiyo kamba, akaachilia moja tu, akaanguka chini. Wapendwa, imani ulio nayo ndogo usidharau. Amen. Shetani ataanza kuifinya mpaka uonekanike huna maana. Yes. Lakini hiyo ndogo ulio nayo itafanya ubaya wako wote ukaweze kwenda. Amen. Yaani mambo mengine yanataka tu imani. Yes. Utakuja uombewe, ufanye nini, lakini mpaka uwe na imani. Yes. So mimi ninao ile imani ndio maana hauko hapa bila imani. That's what I say, you are not here without faith. Mtu sindanganye kwa uko hapa na una imani. Unayo. Ile ndio kutoa kwako mpaka hapa. Hiyo ni imani inatosha kuitumia ikaweze kuua huyu Goliath. Amen. So uko hapa kwa sababu kuna imani ambayo ilipandwa ndani yako. Na imani hiyo ina kazi yake. Kazi yake ni kuua back to overcome all the evils. Imani. So imani yetu tumeweza kuichukua kama haina maana, lakini inaweza kuokoa mahali pakubwa sana. Iliokoa wana wa Israeli wakati huo, maana hili jitu lilikuwa limewazoea. Kila wakati linaongea, likiona hakuna mtu anayekuja linakwenda kukaa. Wafilisti wanacheka, we are the heroes, wanasema namna hiyo. But one day ule uhiro wao ulikwisha kwa sababu ya imani ndogo na huyu mtoto. Amen. So unaweza kuwa unasumbuka na mambo mengi yanakusumbua. Kile ukifanya hivi ubao umekufuata. Kile ufanya hivi ubao kuna kitu ambacho umesahau, imani yako. Imani yako hiyo ni kubwa sana. Ukianza kuichochea. So kitu cha pili, lazima tukawe na imani katika vita hivi ya kushinda ubaya. Lazima tuwe na imani. Mimi niwe na imani, wewe uwe na imani. Hiyo imani itakuongoza kila mahali. Hata akisema leo kuna kitu fulani, you will be there. Sababu ya imani. Ndio sababu leo hii katika shule za upili ni wakati nikisoma secondary, usikie shule yote ya Coast imeugua. Lakini kuna shule nilisikia tu Sigalambe nyakati hizo za 75 when I was in form 2. Sigalambe ilifanya strike, sio kwa kuna strike ya kimataifa. Kumbe inachipuka tu bwana. Mpaka leo bado. So imani yako ndogo mpendwa itakufanya wewe ukaweze kuitwa mwana wa Mungu. Na yale mabaya nao kwa dama yakaweze kupungua. Bwana asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Tuangalie tatu. Tuwe na upendo. Kitabu cha Yeremia 1:18.
na 19. Yeremia ya kwanza 18 na 19. Upenyo. Na tuangalie upenyo, maana mambo haya yanakufanya ukaweze kufika mahali fulani. Aliyepata Yeremia wa kwanza, upenyo. Yeremia kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 19. Nasema hivi: maana tazama, nimekufanya leo kuwa mji wenye boma na nguzo ya chuma na kuta za shaba juu ya nchi yote, juu ya wafalme wa Yuda na juu ya wakuu wake na juu ya makuhani wake na juu ya watu wa nchi hii. Nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Bwana asifiwe. Hapa kuna mambo ambayo Yeremia anatuambia jinsi gani mtu anapoishi akitaka kufikia Mungu. Kuna mambo mengine mengi yamekuwa vizuizi. Leo ukitaka kwenda State House, si rahisi vile, sio rahisi. Ndio ufike pale, kutakuwa na mambo mengi ambayo nataka ujitambulishe. Wewe nani? Unataka nini? Shida yako nini? Unatoka, yaani mambo mengi sana. Na baada ya kuuliza maswali yote utaambiwa siku nyingine. Utaulizwa maswali mengi sana. Lakini baada ya yote hayo watajua huyu mtu hapana, sio rahisi kukuachilia uende. Sababu pale mahali pamelindwa na ulinzi wa pale umeogopesha watu wengi sana kwenda. Leo hii nikizungumza, kuna wengine washafika State House. Kama mheshimiwa Mwiwango hapo wafanyira nyelohuche ataenda na grupu yako ambayo inaweza kwenda, kwa sababu kuna nafasi ambayo inaweza kupata kaenda. Lakini mimi niende pale hata nivae vipi, hata nibebe Biblia 5 nitajieleza, mwisho anaambia mzee, utakuja siku nyingine. Kwa sababu kule kumelindwa. Na hivyo pia ofisi ya Mungu imelindwa sana. Amen. They must know who is this coming. Lakini ofisi ya Mungu iko very easy. Kwa sababu sema tu Mungu, nimeokoka, pita. Mungu nina hii, pita. Lakini ofisi kuu ambayo Yeremia anatuambia imewekwa vitu vingi sana. Lakini wewe mwana wa Mungu unataka upenye ili ukaweze kufika pale. Kuna mabaya mengi yamekuzingira sana, mpaka shetani kila wakati anakuambia wewe umefanya hivi, wewe umefanya hivi. Anakukumbusha tu kukuudhi, yaani kukufanya tu you are useless. Ndio wasabiri msamaha, wewe sikujua. Musa alikuja kaomba msamaha katuo, sasa amekufa, shetani yuko hapa, malaika yuko hapa. Hapana, shetani sema huyu ni wangu. Anamkumbusha shetani aliua. Alipiga jiwe mara 2, ulimwambia mara moja. Ameweka your records.
ameweka record zako sana. Anakukumbusha mambo ambayo anakufanya usiwe na upenyo na kwenda kumwona Mungu. Yaani shetani kila wakati huwa anakukumbusha kuona udhaifu wako, kukupeleka chini kabisa. Unajua, kuna mmoja alikuwa anasema, nilipokuwa college, kuna mwalimu mmoja alikuwa, unaweza kuwa mwalimu mzuri sana sana kabisa, unafundisha watoto wanapita, lakini siku moja unyambe mbele ya walimu, mbele ya watoto anakuwa nakumbuka hiyo. Utasema vyote huyo mama, lakini mwisho ataimalizikia kwa lakini siku moja yaani wanataka kukushusha chini kabisa, ule uzuri wako wote usiwepo, na umefanya kazi nzuri hapo mahali. So sisi kama Kristo, kuna mambo mengi ambayo yametuzingira, yanaonekana ni makubwa sana, mengine ni marahisi sana, ni mabaya, mengine ni mazuri, lakini haya mabaya sasa shetani kila wakati anayatumia. Kwa nini anayatumia? Anataka kukushusha chini sana, usiwe na upenyo wa kuongea na baba yako, usiwe na upenyo wa uhusiano mwema mtoto na baba. Sasa lazima utafute upenyo kama Mkristo, utafute njia ambazo Mungu atakuelekeza kwayo. Ndio nasema kwa wakati huo malaika akamwambia shetani, huyu alisamehewa, aliua Mwegypti, sawa, nakubali. Alipiga mawe mara 2, sawa, lakini alisamehewa. Mbona mkuleta nikaweka kwa rekodi yangu? Hana hizo rekodi. Anadai pia naye aweke rekodi. Yeye zake za ubaya tu. Ubaya tu. Yale mazuri haongei kwako. Amen. Ukienda kuhubiri mahali watu waokoke, hiyo hataki kuweka kwa rekodi. Anaweka kwa rekodi pale mahali ambako ulienda ukala chapati 6 na maharagwe 2. Kwa sababu imeandikwa kuwa ulafi ni ubaya. Na ukumbushe. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo vimekuzingira sana, vinaweza kuwekwa katika hali ya rekodi. Shetani anaweka katika rekodi kila wakati. He reminds you. Bwana anafanya hivyo kushusha chini. Kufanya wewe huna maana. I can still remember kwa 1977 hasa nilikuwa form 4. Ndio nyingi hata kufanya kazi ya Mungu. Kwa sababu kila wakati shetani anakuelezea mabaya yako. You never talk of a good things. Ni ule ubaya kila wakati, ubaya kila, hata mtu akiwa ubaya sasa pia anaweza kuwa mzuri, si ndio? So Mungu naye hatuoni katika njia hiyo. Mungu anatuona katika njia nyingine tofauti. Maana pale alipokutoa ndio palikuwa pabaya zaidi. Amen. Pale Mungu alikutoa palikuwa pabaya zaidi. Mahali ambapo yani ulikuwa wewe ulikuwa tu very useless. Lakini angalia Mungu alikutoa hapo. Mzona ananiambia yeye aliokoka huko na Njobi. Na Njobi ulikuwa Sundays. Wala pale walikuwa hapo wakati huo ulikuwa na baa hapo Sunday. Yaani kama ukwenda na Njobi, wewe sio mwaji bwana kunyani. Jumapili mzaka ameenda huko Lucheke. Lakini hapo ndio Mungu akasikia mzee Muhada na ubiri.
Angalia hapo hapo, mzee wanakula huku na mzee anahubiri hapo. Walikuwa na Juma Mhemba. Na akaanza na Juma Mhemba. Akasema hapana. Isikaje ndogoke. Wapo pale ambapo palikuwa pabaya sana. Kwa hivyo leo hii shetani asikuoneshe tu unyonge kila wakati. Lazima uwe na upenyo, njia ya kuenda kusema mimi nina ujasiri wa kufanya kazi ya Mungu. Haleluya. Amen. Ninaweza kufanya kazi ya Mungu. Yes. Nitatembea na Mungu kwa sababu pale aliponitoa lazima palikuwa pabaya zaidi, na sasa naona uzuri wake. So lazima tuwe na upenyo kuvunja mabaya yote ambayo shetani anatuwekea kila wakati na kutukumbusha. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo lazima tuangalie, na katika upenyo tukiangalia kitabu cha Yohana 10:19 tumepewa mamlaka. Yohana 10:19, huu mstari mmoja tu, hebu soma hapo tukimaliza. 19 inasema hivi. Ukaingia tena matengano kati ya Wayahudi kwa ajili ya maneno hayo. Ikaingia tena, hebu soma tena. Kukaingia tena matengano kati ya Wayahudi kwa ajili ya maneno hayo. Maneno hayo. Hayo ndiyo maneno ambayo yako kila wakati. Matengano na kuwepo mengi kwa sababu ya shetani kutukumbusha kila wakati. Huyo hata usile naye. Ndio sababu mchungaji uhubiri saa zingine hapa kwa watu wamekaa kanisani lakini hata kusalimiana ni shida. Ushirika huko kwa fulani siendi huko. Yaani shetani amekufundisha kila mahali. Na ujui yale yako ambayo Mungu amekusamia ni mengi sana. Amen. Kwa hiyo yale mabaya ambayo shetani anakuonesha lazima uchukue nafasi, mamlaka na kujua Mungu ni Mungu. Bwana asifiwe. Lazima ukachukue mamlaka ya kuona kuwa mimi mabaya yote ambayo yananifuata, mabaya yote ambayo ninahesabiwa nayo, wacha wahesabu, lakini Mungu anaiondoa. Amen. Mungu anaiondoa. Wakati umekunjamana sana, una furaha, Mungu analeta furaha.